Taarifa kutoka nchini Zimbabwe. Bila shaka vijana wa Afrika wameamua kwelikweli baada ya Madagascar kuingia kwenye maandamano, lakini pia Morocco pia kuingia kwenye maandamano, hatimaye Zimbabwe wametangaza rasmi Oktoba 17 kuingia barabarani kwenye maandamano kwa ajili ya kupinga ufisadi unaoendelea katika taifa hilo. Taarifa hii imeripotiwa pia na mkuu wa majeshi katika taifa hilo ambaye amekiri kwamba hatakuwa upande wa wananchi kwenye maandamano yatakayofanyika Oktoba 17. Hili jambo limeibua hisia kwa Waafrika wengi kwamba ni mwanajeshi wa kwanza au ni kanali wa kwanza au mkuu wa majeshi wa kwanza kujitokeza na kuzungumza kwamba atakuwa upande wa wananchi kwenye maandamano haya yatakayofanyika Oktoba 17 katika nchi ya Zimbabwe. Wananchi wa Zimbabwe wanataka kupata suluhu ya ufisadi unaoendelea katika taifa hilo, kitu ambacho kimewafanya wananchi kukasirisha na kuingia kwenye maandamano ili waweze kukomesha ufisadi unaoendelea katika taifa hilo. Lakini jambo zuri na ambalo linavutia kweli ni kwamba jeshi lao la wananchi la nchini Zimbabwe limesimama upande wa wananchi na kuwatetea kwamba kwenye maandamano hayo kama jeshi watakuwa upande wa wananchi kwa ajili ya kuwalinda maandamano yao yakawe salama. Hii ni kauli ya kanali au ya mkuu wa majeshi katika nchi ya Zimbabwe. Taarifa hizi zimesambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii ni kwa sababu ya mkuu wa majeshi kusimama upande wa wananchi. Mataifa mengi sana mkuu wa majeshi huwa upande wa serikali, lakini Zimbabwe wenyewe wamechagua kuwa upande wa wananchi. Na kwenye komenti za watu wengi wameuliza, vipi mkuu wa majeshi wa Tanzania mbona hajatoa kauli yoyote kwa maandamano ambayo yanapangwa kufanyika Oktoba 29? Yote hayo ni maswali ya Watanzania, lakini yote kwa yote tunaendelea kusikilizia nini kitajiri Oktoba 29 ambapo wananchi wa Tanzania wanapanga kufanya maandamano katika taifa hili la Tanzania. Ni ukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.